ni Simba Sports ipo upande wake na sio Almasi. Kila mmoja mimi nafikiri kwamba mwana Simba alikuwa na furaha kupitiliza kuona timu yake imetoka kwenye stage moja kwenye stage nyingine. Na ninaweza nikasema kwa haraka 99% furaha na Simba ilifanana sana, kwa sababu takriban miaka 6 Simba tunacheza robo finali ya shirikisho au robo finali ya klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo tamaa ya mwana Simba, maono ya mwana Simba, kila mmoja alikuwa kilala akiamka, hususan ukimtajia mashindano yanayoandaliwa na shirikisho la soka barani Afrika kwa maana ya kafu, mentality yote, mawazo yote, fikra zote, kuna namna ambavyo anatamani kuona timu yake imekwenda nusu finali. Kwa hiyo baada ya kwenda nusu finali, kila mmoja alikuwa na furaha pekee, na mimi ndio maana siku ile nikachukua nafasi baada ya kufika nyumbani, nikateka radhi sana waandishi wa habari. Niliamini kwamba furaha nilikuwa nayo leti ningepata muda wa kuzungumza na wana habari, nilihisi kwamba na ningeweza kualibu. Kwa hiyo kimsingi mimi naamini kwamba furaha ilikuwa ya hali ya juu sana kila mwana Simba. Leo mmemwona Ahmed ametoka na machozi, lakini kuna baadhi ya watu mpaka hivi sasa nazungumza hajarudi makwao. Familia wanajua kwamba wako katika furaha kufurahia Simba kwa nusu finali. Yes. Sasa sababu ni ipi furaha? Watu wako kwenye furaha, wako sehemu wana enjoy, wako kwenye furaha. Kwa hiyo ni furaha pekee ambayo mimi naamini kwamba takriban muda mrefu na Simba tulikuwa tunahitaji, tumeipata, na mshukuru Mungu. Mmevuka, lakini katika kuvuka kwenu mafanikio haya mnaoendelea kuyapata ya hayawatishi watu waliopo, kwa sababu wao wanakwambia wamefika finali. Unaiona kama ni mzigo sasa Simba nao kuhakikisha kwamba analeta ndoo ya shirikisho barani Afrika? Simba hawako kwa ajili ya mtu, Simba wako kwa ajili ya Simba. Na sisi Simba tunachofanya si kutaka kumfurahisha mtu mwingine. Tunachokifanya namna ambavyo sisi Simba wenyewe tunaweza tukafurahi. Okay. Na sisi tunaishi kwa ajili yetu kujiangalia. Hatuishi kwa ajili ya kumwangalia mtu mwingine. Kwa hiyo kama kuna mtu haya matokeo ya Simba yanamuumiza, au kuna mtu anasema kwamba sisi tulifanya zaidi ya haya, hayo yanakuwa upande wa kwake. Lakini sisi kama Simba tutasimama katika upande wetu. Kwa hiyo sisi Simba inatufurahisha. Hatuhitaji kumshawishi mtu mwingine afurahike katika kile ambacho Simba tunachokifanya. Sasa kuna ulinganifu kwamba ili muonekane bora mchukue lile kombe. Sisi hatuwezi kulingana na mtu yote, hususan Afrika Mashariki na Kati. Sisi brother ni wanne kwa ubora katika bara la Afrika. Unatulinganisha na nani? Mmepanda hivi namba 4 sasa. Na nani unatufananisha? Esperance. Sisi kuna level yetu. Leo kwenye bara la Afrika vikatakiwa vilabu vitano kwenda kushiriki mashindano ya kidunia vilabu. Sisi tumo Simba Sports. Sasa huyu anataka kujifananisha na sisi nani? Nafasi ya 11. Unajua kuna muda mwingine kuna mdudu mmoja kwetu anaitwa kiroboto. Kiroboto ni mdudu mdogo sana. Kinganganizi. Lakini kuna muda mwingine kiroboto huyu anataka kutengeneza mazoea kumtetemesha mwanadamu mwenye akili timamu. Anajificha kwenye kucha, anakuwa anatoka kiroboto anaitwa nani? Funza. Lakini mwisho wa siku mwanadamu anamtoa na anamuua. Hivi hiyo inakuaga ni hivyo, lakini inakuwa imeshakuangaisha, si ndio? Kwa nini kuangaishe? Unamtoa sekunde tu, unatafuta pini, unabogozoa juu, unabogozoa kulia, unamtoa afu unamfanyia hivi. Lakini unasikia maumivu. Ya nini sasa? Maumivu unayapata sio robot, maumivu unayapata kutoka na pini unavojichoma. Sio yule mdudu. Kwa hiyo nafasi ya 4 sasa hivi imekuwa ikisugu, imewapa hali gani mashabiki wa Simba? Imetupa confidence sana kuendelea kujiamini. Wametupa confidence lakini sio over confidence. Kwa sababu tunachoamini sisi, safari ya Simba bado hatujafika. Simba bado tunaamini tuna safari ndefu kwenye mafanikio, kwenye mpira, kwenye nchi. Simba tuna mipango mikubwa katika mpira barani Afrika. Kwa hiyo mimi nachoweza kusema, sisi hatuko kwa ajili ya mtu. Sisi tuko kwa ajili ya Simba wenyewe na tutapambana inshallah. Mimi naamini kila jambo litakaa vizuri. Walizani wengi kwamba Zamalek atapita dhidi ya Stellenbosch ya kule South Africa. Lakini mambo yamekwenda tofauti na vile ambavyo wengi walizani. Sasa Simba atakwenda tena Masiri. Sasa hivi Simba anakwenda South Africa. Nusu finali hiyo ambao unaitazama mikoa ikisugu, unamuona mnyama anavuka hatua hiyo kwenda hatua. Malengo yako hivyo. Tamaa iko hivyo. Na matamanio yako hivyo. Na tunaamini uwezo tunao kwenda nusu finali na kwenda finali ya shirikisho. Lakini niwaambie tu wana Simba, haijawahi kutokea duniani nusu finali ikawa nyepesi kwenda finali. Haijawahi kutokea. Wale Stellenbosch
hawakufika kwa kupigiwa kula, wamefika pale kwa kushindana. Lakini wenzetu wana historia nzuri zaidi kuliko sisi. Wamekwenda kumtoa bingwa mtetezi mwaka huu wa shirikisho barani Afrika, Zamalek ya Misri. Na kizuri zaidi, wamecheza dakika 180, bingwa mtetezi hakupata goli. La kuondoka nalo hilo kaka. Afu kumbe waga unaona. Kwa hiyo sisi wana Simba tuko makini mno na Stellenbosch. Tunawaheshimu mno kama moja ya timu ambayo imepata mafanikio mwaka huu katika mashindano yanayoandaliwa na shirikisho barani Afrika. Kumtoa bingwa tetezi. Kwa hiyo tunachukulia kwa uzito mkubwa. So mechi ya kitoto. Na Simba tunasema kwa sababu tunaitaka finali. Ili tufike finali lazima twende tukapate matokeo mazuri. Na uzuri wa imechi, ubaya wa imechi. Uzuri wake tunaanzia nyumbani, ubaya wake tunamalizia ugenini. Kama ambavyo umepata faida ya robo finali. Kwa hiyo sisi Simba tunakwenda kucheza finali hali ya kuwa tukiwa na akili timamu kujua nini tunahitajika kwenda kukifanya. Lakini mimi nataka kukuhakikishia Jafet, tunakwenda finali ya shirikisho barani Afrika. Uwepo wa mnyama kwenye hatua ya nusu finali kombe la shirikisho imeongeza kitu gani katika michuano hiyo? Sio shirikisho tu, hata michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Kubakia kwa Simba tumeleta mvuto mkubwa katika mashindano yanayoandaliwa na shirikisho la soka barani Afrika. Mimi nimezungumza mashindano yanayoandaliwa na kafu. Simba kufika hatua ya nusu finali ameleta chachu kwenye mashindano ya jumla yote ya kafu. So klabu bingwa na leo kafu wenyewe wanasema mashindano ya shirikisho yamekuwa na mvuto zaidi kuliko ni mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Kupitia nini wamesema? Miko hiyo. Kapekue. Unaanza sasa kunilisha matanga. Kapekue shehe. Kapekue. Wamezungumza hilo? Kapekue shehe. Leo hii klabu ya 4 kwa ubora kwenye bara la Afrika na shiriki kwenye mashindano gani? Shirikisho. Yanakosaje kuwa na mvuto katika hayo mashindano? Unafikiri Waarabu klabu yenye tunzo mashabiki bora inashiriki mashindano gani? Shirikisho. Klabu bingwa klabu gani yenye mashindano bora kuwapita Simba ambao wako shirikisho? Mashabiki bora. Yes. Kwa tuzo ambayo imetoka. Kuna timu za Morocco. Nasema hivi, kwa mujibu wa kafu, klabu gani yenye mashabiki bora? Simba Sports. Inashiriki mashindano gani? Shirikisho. Kama hii na mashindano mashabiki bora ambao wanajionyesha ubora wao katika viwanja, maana yake mashindano yako na msisimko au hayana? Lazima si mashabiki. Sasa klabu bingwa na shirikisho yenye msisimko upi kwenye mashabiki bora? La Amaza kulia. Yaani ubora sasa hivi hatuzungumzii ubora wa timu. Wewe unazungumzia ubora. Wewe unazungumzia ubora wa timu. Mimi nazungumzia ubora na hamasa kwenye mashindano kati ya klabu bingwa na shirikisho. Nina ushahidi wa kutosha. Mashindano ya shirikisho yana hamasa kubwa kuliko ni mashindano ya klabu bingwa. Na mashindano ya shirikisho yanapata hamasa kwa sababu Simba Sports, timu yenye mashabiki bora, ndio wanashiriki katika hayo mashindano. Sio kwa sababu mashabiki wa Tanzania bado hawajajua umuhimu wao katika klabu, ndio maana kumekuwa kuna uaminifu. Wewe unazungumza mashabiki wasijua umuhimu wao, lakini kafu wanajua ubora wa mashabiki wa Simba, ubora wa mashabiki wa Tanzania. Ahali kaka hawazunguki na vispika, lakini uwanja unajaa na wanajua kazi yao. Kila mmoja na staili yake Sheikh. Kila mmoja na staili yake. Kila kispika kinabaki kuwa nje. Utazunguka kafu na kujua kule kwenye kispika. Wanakujua kaka. Kafu wanakuja kukujua kwenye ground. Umejaza hujajaza? Brother. Shirikisho ina mvuto mkubwa kuliko ni klabu bingwa barani Afrika. Kwa jicho lako sasa, jinsi unavyotazama. Fuatilia juzi mechi. Hata ubora wa timu moja. Nenda kaangalie Stellenbosch walivyokwenda kucheza na Zamalek ya Misri. Nenda kaangalie AS Barakane walivyocheza na wale ASEC Momesa. Nenda kaangalie Simba Sports walivyocheza na Al Masry.
Hapa ndio utajua kwamba mwaka huu mashindano ya shirikisho yamekuwa na ubora mkubwa kuliko ni mashindano ya klabu bingwa bwana Nafi. Kwa sababu mnyama hayuma au ni nini kinachofanya ubora ukosekane katika sehemu yote? Uwepo wa mnyama lazima ubora uwepo, kwa sababu ndio timu pekee Afrika yenye mashabiki bora. Kwa hiyo mnyama akienda klabu bingwa inakuwa bora klabu bingwa, kwa sababu timu yenye mashabiki bora imekwenda. Mnyama akiwa shirikisho inakuwa mashindano bora, kwa sababu mnyama yupo. Kwa thamani wa michuano unapewa na Simba Sports. Yes. Nenda utafute kafu utakwambia.